Haleluya. Mara maharusi wengine wanategeshea wapewe zawadi ya Biblia na wazazi. Sasa inabidi ununue. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 18. Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 18. Maandiko yanasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama kwa msituni na kila ndege, akamleta kwa Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu ikawa ndio jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Sentensi ya maana zaidi, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Sema lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya kuwa mwanamke, akamleta kwa nani? Kwa Adamu. Adamu akasema, mstari wa 23, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Mstari wa 24, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atabatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Sema amen. Amen. Huu ndio msingi wa ndoa ambao neno la Mungu umeweka. Wakati Mungu alipomaliza uumbaji wa kila kitu, baada ya kuwa ameumba wanyama, akamuumba mtu na akamweka mtu mwanaume aishi na kuvitawala vitu na kuendesha kila kitu. Baada ya muda, Mungu aligundua kuna kitu kinapungua. Kuna ubora na ufanisi unakosekana kwa mtu mwanaume akiwa peke yake. Halafu Mungu akazungumza kwenye ile mstari wa 18, akasema si vema mtu mwanaume awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Maana yake ni nini? Wazo la ndoa sio wazo la mwanaume aliyefikia umri wa kuoa. Wazo la ndoa sio wazo la kijana mwenye mahari na posa anayeweza kwenda kuposa akijisikia anasema sasa nafikiri nioe. Wazo la ndoa ni wazo la Mungu kwanza, linalodondoshwa kwenye moyo wa mwanaume muda na majira yakifika. Sema amen. Amen. Kwa nini? Kwa sababu muasisi na mwanzilishi wa ndoa si mwanadamu, ni Mungu. Sema amen. Amen. Aliyeona si vema mtu awe peke yake ni Mungu. Kama Mungu hajaona ya kwamba muda wako na majira yako yamefika, usikubali mtu yote akupe pressure. Usiseme ndugu zangu wote wameoa, haihusiani. Sema amen. Amen. Usiseme wazazi wanasema tutaona lini wajukuu. Wajukuu wanapatikana hata bila ndoa. Ndiyo, kuna watoto wa nje. Kama shida ni wajukuu, unaweza ukazaa hata bila ndoa. Ukija kwenye ndoa unakuwa unatafuta zaidi ya watoto. Ukija kwenye ndoa unakuwa unatafuta zaidi ya wajukuu. Unanisikia eh? Kuna mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu nyuma ya nini? Ya ndoa. Hilo ndio jambo la muhimu sana. Kama Mungu hajakuwekea huo mzigo wa kuoa au kuolewa, hasa kwa mabinti na vijana mlioko hapa, usiwe na haraka. Nenda taratibu, kwa sababu ndoa itagharimu maisha yako yote yaliyofanyaje? Yaliyobaki. Na bahati nzuri kama ni ndoa ya Kristo, ina mlango wa kuingilia, haina wa kutoka, ni kama chupa. Ndoa ya Kristo ni kama nini? Ina pa kuingilia, pa kutokea hakuna. Unaingia, kutoka hakuna. Utakayokuta huko ndani, endelea mpaka kifo kitakapowatenganisha. Kuna mwanamke mmoja Nigeria amekufa miezi kadhaa iliyopita, mwimbaji maarufu.
Huyo ndo ameonyesha ukweli wa ndoa ina mlango wa kuingilia, haina wa kutokea. Aliolewa na mwanamume ambaye alikuwa anampiga. Gari ni lake, mwanamke amepewa sadaka, amenunua kwa hela zake za uimbaji, ila mume anaendesha gari na watoto wake, anamwambia mke, utakuja kwa miguu. Mke alalamiki wala aendi ustawi wa jamii, anaendelea, anasema ndo mume niliyemchagua, ili ni chaguo langu. Ndio maana mimi nawaambia, kama aina ya mtu ambaye unataka kuolewa naye au kuoa au jajiridhisha, usiwe na kiherehere. Nenda taratibu, kwa sababu utakayoyakuta ni yako. Siku ya tukio kama hii tunakusindikiza wengi, ila kuanzia kesho peke yako. Wakati watu wana pressurize, tutakupa michango, tuko tayari, leta wali tule. Atakayeishi humo ni wewe. Sisi wali tutakula, matatizo utabaki nayo. Na nisikia vizuri. Kwa dada watu akaolewa, akaendelea, mume anampiga, anamwambia shuka kwenye gari, atembea kwa miguu. Sasa ingine anamwambia watoto, shika kiboko, chapa huyu mwanamke. Msipomchapa na wachapa nyinyi. Inabidi wamchape mama yao. Mwisho wa siku amekufa kwa kipigo. Walikuwa kwenye kanisa la watu waliookoka. Mke alikuwa anaogopa kumwambia mchungaji kwa sababu anajua ndoa ya Kristo haina kuvunjika. Ukioa kwa usahihi, umeoa majibu ya maombi. Ukioa isipokuwa sahihi, umeoa maombi. Sikiliza, narudia tena. Ukioa kwa usahihi, unaoa majibu ya maombi. Ukioa isivyokuwa sahihi, unaoa maombi. Unanielewa bado? Unaoa mtu wa kumwombea maisha yako yote. Ukioa kwa usahihi, kila siku unasema asante Yesu kwa kunihurumia. Ukioa isivyokuwa sahihi, kila siku utakuwa unasema Mungu nisaidie, mbadilishe. Badala ya kuombea maendeleo, unaombea mabadiliko. Badala ya kuombea viwanja na nyumba, unaombea mabadiliko. Badala ya kuombea hatua katika maisha na uchumi, unaombea mtu. Jaribu kufikiri, unaoa maombi. Prayer point kwa kizungu. Kwa kizungu tunasema hivi, if you marry right, you marry a answered prayer. If you marry wrong, you marry a prayer point. Yaani kwa hiyo utakuwa na mpaka nije nijibio hilo ombi ndio utakapoanza kuona warao mnacheka mnafurahi. Lakini ni kazi ngumu na hatutaki iwe hivyo, na haitakuwa fungu lenu ninyi hapa na wote wanaofuata katika jina la Yesu. Ndio, Mungu sasa ametusaidia. Mimi mke wangu ni mtu bora sana. Yaani kwa kweli nikikumbuka labda tumegombana lini? Sijawahi kugombana kabisa, labda kupishana ile lugha ya kawaida, yeye anawaza hivi, unawaza hivi. Baada ya dakika 5 unarudi mezani sema samani kama nimekuwaza sisi. Hiyo ni kawaida kwa sababu anavyofikiri sifikiri kama yeye. Anavyowaza siwazi kama yeye. Kwa hiyo ni kawaida. Wala huwa huitwi ugomvi. Ugomvi ni ule ambao simu zinapigwa. Mimi nahisi nirudi kwetu. Baba na mama kile chumba bado kiko wazi. Au kijana anasema nafikiri baba na mama nimrudishe kwa washike adabu kwanza. Sasa huo ni ugomvi. Huko sio kupishana lugha. Ninachokiomba kwa Bwana katika nguvu za Roho Mtakatifu ni kwamba utakuwa na kupishana mawazo kwa sababu hamfikiri pamoja. Ila hakutakuwa na ugomvi katika ndoa hii katika jina la Yesu. Amen. Hakutakuwa na mkono utakaoinuliwa kupiga mke au mdomo utakaoinuka kuumiza moyo wa mwanaume katika jina la Yesu. Amen. Kila kitu kitazungumzwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu na kitaishia nyumbani. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sasa Mungu ndiye aliyekuwa na wazo la ndoa, sio mwanadamu. Kwa hiyo ili ndoa iweze kustawi inahitaji mkono wa Mungu. Haiwezi kuendeshwa na usomi. Haiwezi kuendeshwa na mashauri na hekima za wanadamu. Haiwezi kuendeshwa na saikolojia. Ndoa ili idumu inahitaji mkono wa Mungu mzima mzima, kwa sababu yeye ndiye anayejua ndoa kuliko mwanadamu. Mwanadamu aliletewa, Mungu akasema nina wazo mwanadamu, ninaona unavyokaa kuna kitu kinapungua, lakini atuoni mahali ambapo Adamu anasema ninakosa kitu. Atuoni mahali ambapo kazi zilikuwa haziendi shambani. Ila Mungu alileta wazo, akasema ninaona kuna kitu kitaongezeka kama ataongezeka mwenzi. Mwanaume akipata mtu sahihi, maisha yake yatakwenda hatua fulani. Mwanamke anayefanya vizuri akipata mume anayemsupport,
anayesimama naye akakwenda mbali. Kwa Mungu akasema naona sasa tuanze kutengeneza mfumo huu. Kwa mfumo wa ndoa au kuanzishwa na mahakama au kuanzishwa na serikali au kuanzishwa na wazazi wala au kuanzishwa na mimba. Sema amen. Maana kuna ndoa zinaanzishwa na mimba. Umeshampa mimba anasema beba. Mimba ndo kilichowaunganisha. Kuna nyingine zinaunganishwa na mali. Wanasema ukioa kwenye hii familia tumetoka. Kuna ndoa za mali. Baada ya muda utagundua mali sio kila kitu. Halafu majuto yatakuwa makubwa. Kuna ndoa nyingine zinafungwa kwa sababu ya mashinikizo ya wazazi. Mzazi anasema mwanangu, mwaka huu ukiisha bila kuoa sikuelewi, usiniite mama. Na kijana anasema hivi simkwaze mama, acha nioe. Kwa hiyo yeyote ambaye yuko karibu bila kuchunguza, bila kutulia, acha twende. Alafu baada ya muda utakapokuwa unaumia, mama yako hata kuwepo atakuwa labda amekufa. Alafu wewe umebaki sasa na kilio chako. Ulimfurahisha mtu ukahatarisha hatima yako. Kumbuka neno hili, ndoa haina mapumziko. Ni mechi inayochezwa mpaka tunakuzika. Hakuna muda wa mapumziko. Kwamba sasa tunaona urudi kwenu kidogo miezi 6 na wewe refresh. Hakuna. Ukiingia, umeingia. Kama nilivyosema ni chupa yenye mlango mmoja wa kuingilia, wa kutoka huko. Unakaa huko ndani. Jambo la pili kuhusu ndoa. Nimesema jambo la kwanza, ndoa ni wazo la Mungu. Mungu ndiye aliyeona si vema mtu awe. Jambo la pili kuhusu ndoa, ndoa ni kwa ajili ya kuongeza ufanisi kwenye maisha ya mtu na sio kuongeza stress. Ndoa ipo kwa ajili ya kuongeza nini? Ufanisi na sio stress. Ukiolewa, huyu aliyekuja anapaswa kufanye upae zaidi. Ukioa, huyu aliyekuja anapaswa kufanye upige hatua zaidi kuliko ulipokuwa peke yako. Ila ukioa ukaolewa alafu mambo yakazorota, ulikuwa na huduma ikafa, ulikuwa na biashara zikani, ulikuwa na hatua mara kakuzuia sitaki kufanya chochote, kaa nyumbani, hapo ujue kabisa haujapata ila umepatikana. Sio ndoa sasa imekuwa ndoano. Na nisikia ndoa inapaswa kuongeza nini? Ufanisi. Ndio maana Mungu alisema nikamfanyia msaidizi. Msaidizi imetokana na neno msaada. Mtu unayekuja kuolewa naye, hakikisha umejiridhisha kwamba kuna kitu anaweza akakuongezea kwenye nini? Kwenye maisha ambacho wewe huna. Naongea na mabinti na vijana ambao hamjaoa na kuolewa, usioe sura, usioe umbo, usioe urefu wala ufupi, oa uwezo aliobeba. Sema amen. Narudia tena, usioe sura, usioe mwili, usioe urefu wala ufupi. Oa uwezo na neema aliyobeba mtu. Amen. Ya kwamba huyu alivyo, anavyompenda Mungu hivi atanisababisha nisipoe. Huyu alivyo na akili ya maisha nikiunganisha na za kwake tutapaa. Usioe ili mradi unaoa. Usioe mtu wa kabila lenu kwa sababu ya ukabila wa kabila lenu. Usioe mtu wa ukoo wenu kwa sababu ukoo wenu ndiko unavyowaambiaga. Ukileta mtu asio kwa kwetu tunakutenga. Waambie nitengeni, ila kwenye maisha mtaniona natoboa. Rahana isiyokuwa na sababu haimpiki mtu. Sema amen. Kwa ujinga futa. Mimi nimeoa Mnyakyusa, Mnyambo nimeoa Mnyakyusa mimi. Maisha mazuri, raha. Utaniambia nini? Hapa kuna kijana wa Kinyaturu ameoa Mchaga, mambo safi. Na hapa tunafungisha Mnyambo na nani? Na Msukuma. Mwambie jirani yako, ndani ya Kristo hakuna ukabila. Mwambie huo ujinga kwa kwenu bila kuwa na kusudi, achana nao. Oa mtu ambaye ataongeza spidi kwenye maisha yako. Oa mtu atakayeongeza ubora kwenye nini? Mtu ambaye ukianguka atakuinua. Sema amen. Kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 12. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 12. Maandiko yanasema wawili ni bora kuliko moja. Kwa sababu mmoja akianguka yule wa pili atafanyaje? Kwa hiyo hakikisha unaolewa na bouncer wa kiroho, bouncer wa kiakili,
bouncer mwenye uwezo wa kuishi na kila mtu. Yaani unapooa, acha nikupe siri, wale ambao hamjaoa nisikilize vizuri, na wale mnaoolewa nisikilize vizuri. Hakikisha cha kwanza ni wa kiroho. Pale utakapozembea kuomba atakwambia mume wangu siku hizi maombi yako hapo. Wewe ukizembea utamsikia usiku rakata parapaya. Rakata baba namuinua mume wangu. Kumbuka unainuliwa na mke unajipiga mwenyewe. Huyo ndo unayemtaka. Lakini jambo la pili, awe na akili ya maisha. Hata kama anaomba kama mashine lakini hana akili. Zaka yenyewe atoi kwa sababu hana kazi ya kufanya. Huyo mwambie ongeza na kazi kwanza alafu tafikiria. Mtu asiyekuwa na akili ya maisha unampeleka kwa sababu hata kile kidogo ulichonacho atakimaliza. Na wale ambao hawajaoa, wale ambao wameshaoa, hilo ni chaguo lako. Amen. Vumilia matatizo unayatafuta mwenyewe. Unaweza kuwa smart mke akakurudisha nyuma. Unaweza kuwa smart mume akakufilisi. Una akili ya biashara, hela yote anaila. Unazunguka kwenye vikoba, unalipa madeni ya mume wako aliyokula. Ni kama umemkopea. Hamjawahi kuona kitu hiki? Kwa hiyo unapooa usioe kiroho peke yake. Oa na akili ya maisha. Kwa sababu akili sio dhambi. Wakorintho wa kwanza 15:34 maandiko yanasema tumieni akili yenu ipasavyo wala msitende dhambi. Kwa hiyo matumizi ya akili ni jambo la kiroho. Maandiko hayajakataza kutumia akili, yamekataza kuzitegemea. Mithali 3:5-7 mtumaini Bwana Mungu wako wa moyo wako wala usizitegemee, sio usizitegemee. Usizitegemee nini? Akili zako. Zitumie ili usizitegemee. Mtegemee Bwana, tumia akili. Amen. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo awe wa kiroho ili ukizembea kiroho akusaidie. Awe na akili ya maisha ili ukianza kuyanga na hapo tunakwenda tuendi. Mume wangu hapana, mke wangu hawa. Lakini cha tatu awe na hekima ya kuweza kuishi na watu. Tena mimi nashauri usioe mtu ambaye akaangi na mtu yeyote. Anakuambia mimi sikangi na watu, sipendi watu. Yaani mimi sipendi watu, mimi sitaki na mtu. Huyo mtu usimuoe. Kwa sababu kumbuka wewe una watu kwenu. Una mama, una baba, sijui una kaka, una dada, una wadogo zako. Ukiwaleta huko mnapendagi watu, sio kasahau. Hilo ni kosa umelikosea. Kwa hiyo hakikisha unaoa mtu anayependa watu. Kama binti kama mtu hapa ampendagi watu, anza mazoezi ya kupenda ili uolewe. Tofauti na hapo uolewe. Nimeshawapa password vijana wa kiume hapa wasikuoe. Na ni ruhusa ya kichungaji kabisa hiyo. Usioe mtu asiyependa watu. Kwani ataleta mgawanyiko, ataleta vurugu, mtakuwa na migogoro isiyoisha. Lakini pia usiolewe na mtu asiyependa watu. Atakuletea matatizo. Hakikisha anapenda watu, lakini cha pili katika kuhusiana na watu awe na uwezo wa kutatua migogoro tu vizuri. Ana hekima ya kukabili mambo, changamoto, jambo hata likija la moto anatulia nalo. Analituliza baada ya muda limeisha. Usiolewe na mtu ambaye jambo dogo ana panic. Analitangaza mtaa mzima, anapiga simu kila mahali. Huyo simuoe. Kwa sababu mtapishana tu chumbani, atapiga simu sebuleni. Mume wangu amenitishia. Kumbe hajakutishia, mmebishana tu. Kidogo tayari taarifa siko kweli. Nitatoa mfano haya. Dada yangu mmoja katika dada zangu aliolewa. Narudia mfano makusudi niwahi kusema hapo. Yeye alipoolewa na mume wake, kila kakasoro kadogo kakitokea anapiga simu nyumbani. Huyu mwanaume huko ananitendea mambo yasiyoeleweka. Na sisi tunayabeba kama alivyo ndugu yetu, tunamhurumia. Kwa matokeo yake sasa ikafika muda ukiwa hata huko maeneo ya pale jirani na kwa uendi kwao. Unakwenda kwa mwanaume wa namna gani anayetesa dada. Ukienda dakika moja hadi kijeshi unakosha ondoka. Dakika. Sasa vipi na wewe salama? Jamani mnafiki sana ananisalimia hivi mimi wakati anampiga dada au anamsugua dada. Kumbe sio kweli. Cha ajabu sasa, wapo huu mwaka wa 16 hawajaachana wao. Mtu waona kaja na shetani miaka 16 kama ni kweli. Kama kweli yule mtu ni mbaya, miaka 16. Wewe una uvumilivu wa ajabu. Wewe utakuwa ndo jiana mwenyewe alafu yeye ndo shetani. Kumbe tukaja kugundua baada ya muda ni uongo. Ana hekima kuandaliwa. Anatutia aibu kule.
Kwa hiyo kadri ndio sasa hivi mshirika wangu pale Dar es Salaam, kwa namchunga sasa hivi akili zimerudi. Ndio kuchungwa na mimi lazima awe mzuri. Kwa hiyo akili zimerudi sasa hivi, anajua kuheshimu mume wake vizuri. Juzi mume wake alikuja tukakaa masaa mawili tunaongea, mtu ambaye tulikuwa tuongeaje. Amekuwa rafiki yangu, akaniambia matatizo yake, alikuwa na shida, anaumwa, ametibu kichwa, nikaweka mkono takatalo kapona. Kumbe alikuwa anakaa shemeji yake na majibu. Dada mtu amemkosea mume wake ateseke miaka mingi. Unaona haya mambo? Kwa hiyo ninachojaribu kusema ni nini? Usioe au usiolewe na mtu ambaye hana hekima ya kutatua changamoto. Kwa sababu hata kama kweli utamuomba Bwana amtengeneze, unaweza kukuta miaka 10 ndio anakuja kubadilika. Ila kwa miaka 10 hiyo ya sugu ambayo umeishi sio mchezo, inawezekana hata ikavunjika ndoa. Ndoa zinavunjwa na vitu vidogo vidogo kama hivi. Ndoa nafikiri basi zinavunjwa na matukio makubwa, sika kufanywa matukio madogo. Mnapishana leo kesho, alafu kinafika mara anasema huyu mwanamke huwa aniheshimu. Yeye ndio hesabu aliyopiga mwanaume baada ya kuona mpishana mara ngapi? Mara 3. Huyu huwa aniheshimu. Na ni ukana mwanamke asiyeheshimu siwezi. Na tunaoa mwingine atakayeheshimu. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo hakikisha wale mnaotaka kuwa na kuolewa, hii ni shule ya bure, ilipaswa kulipiwa hela. Hakikisha ni wa kiroho ili akusaidie kiroho. Hakikisha na akili ya maisha, anaofahamu kuhusu pesa, uzalishaji, ili pale unapotaka kufanya matumizi yasiyokuwa na kichwa na miguu ya pesa, akwambie rafiki, hapana, hii haitatoka. Badala ya kununua gari tununue kiwanja. Badala ya kununua TV ya milioni 1.5 tununue shamba au tulimishe msimu huu. TV itakuja kama mavuno. Lakini kwa mtu mjinga anakuambia watu wana TV, sisi ndio hatuna. Watu wana makochi, sisi hatuna. Nani anakuambia maisha yanaanza na makochi? Maisha yanaanza na akili na uwepo wa Mungu. Sema amen. Amen. Ndio. Jambo la 3 kuhusu ndoa. Mungu huwa anamwekea mtu picha ndani yake ya aina ya mke anayemfaa, lakini pia ya aina ya mume anayemfaa. Mungu anaiweka hiyo picha ndani yako. Usikubali mtu yoyote akuwekee hiyo picha kama hujaiona ndani. Usije mtu akwambia, unajua muone wewe dada anavadeki kanisa, atakufaa. Wewe auoe mtu akwenda kudeki, unaoa mke. Asije kaka anavyoomba anaruka, jasho linatoka. Auolewi na master wa maombi, unaolewa na mume. Huyu kaka kama kaka yangu mzuri hapa, kijana aliyekuwa anaongoza sifa hapa, anampenda Mungu sana. Lakini sasa huo ni upande mmoja, ni upande wa sifa. Kwenye ndoa hakuna sifa. Kwenye ndoa kuna maisha, ndio changamoto ile. Kwa hiyo sifa zitaishia wapi kanisani? Ukirudi nje anakuambia ile hela iko wapi mama? Nimewalipia watu wawili nauli. Umelipa kwa nani? Kofi. Shangaa muimbaji mashuhuri anatembeza makofi. Hicho ni kipawa, akihusiana na mikono. Mikono inagawa makofi, mdomo unaimba praise. Amen. Kwa hiyo usioe au kuolewa na kipawa cha mtu. Narudia tena, usioe au kuolewa na kipawa. Usioe wala kuolewa na cheo au nafasi ya mtu. Haya mambo watu wengi wanayakosea. Rafiki yangu mmoja yuko hapa, alinisimulia kuhusu mama yake mdogo ambaye aliolewa na mwalimu. Sababu kubwa anasema, dada yangu ameolewa na mwalimu, mimi nikiwaambia yeye wao wananikatalia, anataka yeye ndo awe na mwalimu peke yake, awe na mfanyakazi wa serikali peke yake, na yeye akaolewa. Sasa hivi unaambiwa yule jamaa na wake sijui 4 sijui wangapi, akusikia. Kilichofuata baada ya Stingo ilikuwa ni mzengwe. Amen. Ya. Kwa hiyo nisikilize, usiolewe na nafasi ya mtu. Usiolewe na cheo cha mtu. Usiolewe na mwenyekiti wa vijana. Usiolewe sijui na nani? Kiongozi wa ujenzi, sijui mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Usiolewe sijui na afisa usalama, sijui nani. Hayo ni mavyeo, ni matakataka amekutana na barabarani na mtu. Unapaswa kuolewa na mtu. Kwa hiyo kama yeye kwenye nafasi yake, kama yeye ukimvua vyeo, ukimvua vyeti, ukimvua elimu, anakuwa mtu wa hovyo, tafadhali usiolewe naye. Mabinti mnaolewa kwa kutafuta unafuu wa maisha.
Atakayeweza kunipeleka saluni nifanyeje? Nitengeneze nywele za 30,000. Atakayenipeleka saluni niwe na kucha ndefu kama za Shumireta au Msuka. Atakayenipeleka out niwe 20,000 peke yangu. Sikiliza, ndoa sio mahali pa mazoezi. Ndoa ni mahali pa vitendo. Marriage is not rehearsal. Marriage is a performance. Humo ndani hakuna majaribio. Unaweza ukaolewa na mtu anakupa kila kitu lakini hajakupa moyo wake. Akupi muda wake wala akupi heshima. Anakuambia unakosa nini? Kama kitanda hakipo cha kulala, chakula kimeisha ndani, hela zimepungua ni kuongezea. Unaolewa na hela za mtu. Unaolewa na nini? Hela. Au unaolewa na cheo. Kwa vitu kama hivi tafadhali viache. Mimi nikupe siri. Adam na Eva walipoana walikuwa wawili peke yao. Alafu hawakuwa hata na nguo, walikuwa uchi, nguo zinakuta barabarani. Kwa hiyo maana yake kama mnaelekea njia moja, ukiangalia mawazo yake, maono alionayo, mipango alionayo, ukiunganisha na yako, unaona kuna mahali tunaweza tukafika kama tukienda vizuri. Olewa. Oa huyo. Mengine Bwana atayafanya huko mbele kwa mbele. Tatoa mfano hai. Mama yangu hakuwa na elimu hata ya sekondari. Baba yangu alikuwa msomi, ana advanced diploma ambayo wakati huu ni equivalent na degree. Ila baba alimuoa huyu asiye na hata sekondari na wameishi huu ni mwaka wa 48, wanatafuta mwaka wa 50 wa ndoa. Amen. Wewe kaoe msomi mwenzio kwa sababu ya usomi na sio kwa sababu ya utu. Mtakula mshahara. Mshahara mtakula. Na gari mtaendesha huku mnalia. Chakula kizuri mtabadilisha mboga sana lakini hakuna amani. Ndio utakapokumbuka ya kwamba kuna hekima ya Mungu iliwahi kuzungumza ukaipuuza. Na nisikia wale ambao mjawa na kuolewa. Oa mtu, usioe vitu. Oa mtu, usioe nafasi au cheo. Oa mtu, usioe vipawa au karama zake. Kama ana utu na vipawa na karama zipo safi, hiyo ni nyongeza nzuri, si? Kwani kuna mtu asiyependa keki yenye marembo marembo? Cha muhimu kwanza ni keki, alafu yale mahaisi marangi yale yanaongezeka. Sema amen. Amen. Jambo la 4 kuhusu ndoa. Ndoa ni ya mume na mke. Ndoa ni ya mume na mke. Sio ya familia walizotoka, wala sio ya marafiki wanasemaje. Ndoa ni ya mume na mke. Maandiko yanasema kwa hiyo mwanaume atafanyaje? Atawaacha wazazi wake, ataambatana na mkewe, alafu hao wawili watakuwa. Kwa hiyo kuna kanafasi ka kuacha au kupunguza kujidekeza na kulialia nyumbani ukioa au kuolewa. Bini Yesu umenisikia? Najua unampenda mama yako sana. Ila haya mambo ya kupenda mama yako yanaishia hapa tu, sitakuwa ni salama. Hapa kuna mtu amepatikana anayepaswa kuchukua moyo wako. Sema amen. Amen. Ndio maelekezo ya kichungaji. Yaani ukiweka hapa mimi ukasema kati ya mama yako na mke wako ni nani hale kwanza? Anaanza mke wangu. Naongea kabisa hapa kuna mama zangu wadogo, huyu ni mama yangu mdogo, mama yake Phineas na huyu. Kwa hiyo atamwambia dada yao kama akitaka. Ila ndio kweli. Yule ndio mwili mmoja na mimi. Yule ameshanizaa, amefanya sehemu yake, nampenda, atapaki kwa nafasi yake ya utukufu, nampenda mama yangu. Lakini sio mke wangu. Huyu ndio mtu ambaye naweza nikavua nguo nikatembea chumbani namna hii kama sokwe na asimuulize. Huyo ni wa muhimu, anafura kwanza afu namwambia mama usijali unafuata. Maana yake nini ninachojaribu kusema? Mke wako ni mtu wa kwanza kwenye maisha yako. Ukiondoa Yesu. Ukiondoa Yesu ambaye anampima, anafuata mke wako. Alafu wazazi na ndugu watafuata. Yaani hata mimi usinifanye kuwa bora kuliko mkeo. Baba yangu akiroho ndio ni sawa kanisani. Umenielewa? Ndio namna ya kuwa na ndoa yenye amani. Mfanye mke wako kuwa bora. Mwanamke ni kama shamba. Nakupa shule mtu wa Mungu. Mwanamke ni kama nini? Shamba. Ana neema ya kuzaa
zaidi ya unachopanga. Ukimpa stress atakufanya kichaka. Ukimpa upendo utaishi mbinguni ukiwa duniani. Amen. Hiyo ni mwanamke yeyote aliyeko hapa. Wana neema ya kukuza yale mambo unayowapa. Ukimpa story anatia chumvi. Halo. Wanawake wana neema. Akiuleta inakuwa ni foreo la pili, sio ile ya kwanza. Ila mwanaume shote pia amepigwa risasi ameanguka na mimi. Mwanamke sasa walipompiga risasi naambiwa kabla hajaanguka aliruka juu. Kwa wanawake ni shamba. Wana neema ya kuyazidisha mambo. Sasa isio usengenyaji tafadhali na uzushi. Ukimuumiza utaumia zaidi yake. Unanisikia? Ukimtendea mema utavuna mema. Amen. Kabisa Phineas. Kabisa ukimtendea mema atakuwa na raha na amani. Kwa mfano mimi niko zangu hapa. Nimeongea na mke wangu jana jioni. Jana mchana. Lakini huko aliko hana stress. Anajua gentleman hana shida. Amani tele moyo. Hawezi kuwa anasema, mbona amekaa kimya? Anaongea na nani muda huu? Atakuwa na kina nani huko? Au anachati na mtu mwingine? Hana wasiwasi. Anafahamu nafasi yako kwenye moyo wangu, kwa hiyo hana wasiwasi. Kwa mtoto watu afya mapema kizembe, ana amani. Sasa kwa upande wa Rispa, wewe ni shamba, lakini pia wewe una jukumu rahisi. Kwa hiyo mpende mke wako, muamini, mshirikishe mama. Sio kasema ninataka kufanya mradi nyumbani wa maendeleo, mke wako ajue. Itakuwa sio jambo zuri na sio baraka. Mambo ya siri hayapo kwenye ndoa. Wewe una nafasi pia ya kufanya. Unapaswa kumtii mume wako. Yaani hata pale anapokuwa ameharibu, kuna namna ya kumkosoa mume wako ambayo ni tofauti na kumkosoa kaka yako. Yaani kuna namna unaweza ukakaa kimya alafu kurudi chumbani kumwambia mume wangu sijapenda hiki. Hii mke wangu amenisaidia sana. Nilikuwa nafanya branda fulani anakaa kimya. Kirudi chumbani ananiambia najifanya nimekasirika. Nini? Sio hivyo. Ila moyo unajua kwa kaniambia. Baada ya muda narudi mkango asante na kuniambia. Sasa mume wangu hivi nikisangeni nilikuwa naogopa kuambia, lakini nimeona nisipokuambia mimi nani atakwambia. Lakini aniambii mbele za watu. Ananiambia huko, anaweza kusema mume wangu pale ulipozungumza sijapenda. Kuna maneno uliyasema kwa kweli hapana. Kaambia kwani mimi nilikuwa nimekusudia vibaya? Lakini baada ya muda natafakari na gundua kuna sehemu nilikosea. Ila mnifikabwa sana. Kwa hiyo Baraka hapa amenisaidia. Lakini alikosoa mbele za mume wangu umesemaje? Umenisikia Rispa Hata usipokubaliana na mume wako kuna namna ya kuongea. Kuna mazingira ya kuongea. Wanawake mlioolewa wengi mlioko hapa mnapigwa ngumi na vibao visivyokuwa vya lazima. Wala sio mapepo wala mizimu ya kweli. Ni midomo yenu. Au hujui mahali pa kunyamaza, au hujui mahali pa kufanyaje, pa kusema. Kwa hiyo mahali pa kunyamaza unasema na mahali pa kusema unanyamaza. Ndio maana maandiko ya kitabu cha Mithali 31 mstari wa 27, Mithali 31 nasema mke mwema hufungua kinywa chake kwa nini? Kwa hekima. Kwa hekima. Hekima ni nini? Ni uwezo wa kujua ufanye nini wakati gani na kwa namna gani. Sema amen. Amen. Jambo jingine kuhusu ndoa ambalo ni la muhimu sana. Ndoa ni taasisi ambayo Mungu ameiweka ili kutengeneza uzao wa kiungu utakaomletea majibu au utakaosababisha ufalme wa Mungu uheshimiwe na kufukuzwa duniani. Ndoa ni mkakati wa Mungu wa kujitengenezea familia za kiungu ambazo zitamletea heshima na utukufu duniani. Nisikilize na kukupa siri. Utake usitake, uamini usiamini, kuzaa watoto ni jambo la kiroho kuliko la kimwili. Kuna watu wanafikiri eti ni mbegu ya mwanaume na mwanamke zimeungana mtoto. Ni uongo. Kama unafikiri ni mbegu za mwanaume na mwanamke, chukua mwanamke aliyekufa ila mbegu zinapatikana, mkutanishe na mwanaume mwenye mbegu, alafu tuone kama kitatunga. Mwanamke aliyekufa ila alikufa wakati mayai ya kuzaa yamefika. Weka mwanaume aliye hai ampe mimba, tuone kama itashika.
utagundua mwili peke yake hautoshi, roho ndio itiayo uzima. Maana yangu ni nini? Mungu anapowakutanisha watu wawili ambao mnamjua, ni kwamba anatengeneza njia ya kuinua kizazi kizuri kinachofuata. Na ukifanya kosa pia, wewe uliyeokoka ukaoa asiyeokoka, mbali ya matatizo mengine ya kitabia, vurugu, ni mtoto wa shetani, kwa hiyo bado dunia inamtesa, hizo zimo. Ila moja kati ya matatizo kwamba utazaa mtoto chotara. Anatuelement wa Mungu kwa sababu ya mzazi aliyeokoka. Alafu ana dunia nzima kutoka kwa mzazi wa pili asiye na Mungu. Kwa hiyo mtoto akizaliwa, huyu mtoto mtamkuza kwa mazabe, shida, vurugu, mpaka aje achague imani atakayotaka ni kazi. Lakini kwa mfano mimi watoto wangu wale wadogo, mmoja na miaka 2, mwingine ana 4, michezo yao wanayocheza ni kunena kwa lugha. Unawakuta tu pale wana maiki raka talabaya baba. Ndio michezo yao, sio ngumi, sio mateke, kwa sababu baba ni mtu wa kunena kwa lugha, mama ni mtu wa kunena kwa lugha. Michezo yao tofauti. Nipe Biblia yangu, give me my Bible daddy, I want to kusoma ila nafurahia. This is David. This is hakuna mateke na ngumi bali. Hakuna zile hasira za ukoo. Zimechujwa na nguvu ya Mungu niliyoibeba na aliyoibeba mke wangu kabla mtoto hajaja. Amen. Nakwambia ukweli. Ukijichanganya binti ukasema amepatikana Myebusi mmoja au Mfilisti anataka kunioa, ukaolewa, kweli utaolewa na pete utakuwa nayo na mtu utakuwa nayo unatembea naye barabarani, lakini jiandae kuhangaika na watoto baadaye. Mbali ya tabia, vipigo, nini, kuletea wake wengine, hizo nyongeza, bado kuna riki ya kulea watoto walio machotara wenye mbegu ya Mungu na ya dunia. Kwa hiyo make sure unaolewa na unaoa mtu wa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa rahisi Mungu kupitisha watu sahihi. Kumbuka Mungu kila muda, kila majira huwa analeta watu duniani. Kabla sijakuumba nalifanyaje? Kabla hujaja katika tumbo la mama yako nalifanyaje? Nalikutakasa. Ndio maana anasema nimekuweka kuwa nabii. Kwa hiyo Mungu anatafuta matumbo na viuno vya watu sahihi ili apitishe watu wake, majasusi yake, majitu ya mbinguni. Ukifanya kosa ukaolewa na mtu ambaye sio jasusi na mbinguni, ni jasusi na kuzimu, unaweza ukaelewa mtakavyokuwa mnamgombania huyo mtoto. Mbingu zinamtaka, kuzimu inamtaka. Huyo mtoto anageuka kuwa uwanja wa vita. Ndio unakuja kusikia watoto wa watu fulani wanamnaisha. Kumbe unakuta baba na mama walikutana kabla hawajaokoka, baadaye baba akawa mchungaji. Matokeo yake ni kwamba ni kweli ni mchungaji, lakini mbegu ilipatikana kabla hajawa mchungaji. Nakwambia sasa ni kazi. Kwa nini? Kwa sababu mtoto ana uwezo wa kujifunza uongo tangu tumboni kwa mama yake. Si kama unafahamu. Maandiko yanasema alijifunza, wahofu wamepotea tangu tumboni mama yao wakisema uongo. Wahofu wamepotea tangu tumboni kwa mama zao wakisema uongo. Kwa hiyo Mungu anapowaunganisha hivi ni mradi wake. Mungu anataka watoke watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu sio lazima wahubiri na maiki, wengine wanaweza kuwa ni wanasiasa, wanaweza kuwa ni viongozi na wavumbuzi wa kisayansi. Mungu anataka kuwapitisha kweli. Kwa hiyo yeyote aliyeko hapa, kwa nini tunakuwa na ndoa takatifu isiyokuwa na mawaa wala ila, lakini ndoa ya watu sahihi waliojaa Mungu, kwa ajili ya kupitisha uzao usiokuwa na sumu na shida. Uzao watu ambao wataupindua ulimwengu, watu ambao watakuwa health zaidi yenu nyinyi mlipoishia. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la mwisho kwa leo kwa habari ya ndoa. Ndoa inayodumu inategemea ujazo wa neno la Mungu alionao mme au alionao mke. Kwa kama mlikuwa wavivu wa kusoma Biblia kabla, unasoma ukijisikia kuna wakati unailalia mpaka unaenda. Sasa safari ndoa ili idumu inahitaji ujazo wa nini? Wa neno. Mathayo 7:24 hadi 27. Mathayo 7:24 hadi 27. Neno la Mungu nasema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kuyafanya na kuyaishi atafananishwa na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Upepo ukaja, mafuriko yakaja,
tetemeko likaja, lakini na nilipokuja alikuishia barabarani, nikaipiga nyumba, yakaipiga nyumba yote, yakaipiga nyumba. Nyumba ya mtu aliyejaa neno inapigwa, nyumba ya asiye na kitu pia inapigwa. Kinachookoa ni ujazo wa neno ambao mke anao, ujazo wa neno ambao mme anao. Kwa kama uliolewa bila neno, anza kula neno. Kama ulioa na ulikuwa uone umuhimu wa Biblia, soma, kwa sababu kuna wakati unaweza kukuta unataka kumpiga mtu kibao, alafu andiko linakuja, hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Hapo unajeza ndo mimi au na kula sio mimi. Au hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Linakuja kwa sababu unakula neno, unakumbuka, unaacha. Ila kama una neno, ushapiga mtu kibao kadondoka kafa, kumbe tarehe zake zimefika, unaunga jera. Au mkewe ampiga mmewe na mwiko na kumuua, amwagia mmewe maji ya moto. Haya mambo yanatokana na watu kutokuwa na neno. Neno la Mungu lina faida nyingi. Moja wapo, linasafisha utu wa ndani wa mtu. Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio neno la Mungu, ndio sanitizer. Unielewa? Neno la Mungu ni maji ambayo yanasafisha na kutakasa. Efeso 5:26-27, Efeso 5:26-27 inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo Yesu alivyolipenda kanisa, akalisafisha kwa maji katika neno. Sema maji katika neno. Neno la Mungu lina maji yanayosafisha. Neno la Mungu lina maji yanayokata kiu, yanayokata tabia na vitu ambavyo usingeviacha hivi hivi. Kwa unapaswa kuwa rafiki wa neno Phineas, unapaswa kuwa rafiki wa neno Prisca. Kula neno, omba sana, lakini soma sana neno. Usije kama Mkristo ambaye anaomba sana bila neno. Ukiomba sana bila neno, unakuwa mganga wa kienyeji. Unakuwa ni mtu wa ndoto na maono yasiyoeleweka. Ukiwa na neno peke yake bila maombi, unakuwa farisayo. Unakuwa unaongea kama shahidi wa Jehova. Ila ukiwa na neno na maombi, unakuwa unamsikia Mungu waziwazi. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sasa tunapoelekea huko kwenye swala la ndoa, wale tuliobaki ambao tunajiandaa, tafadhali azingatia haya niliyosema. Huenda utayapata, au ukinisikia siku nyingine sitasema hivi. Yashike, yatunze, yatakuokoa. Lakini wale walio kwenye ndoa, tafadhali kile ambacho umekiongeza, ambacho ulikuwa ukifanya, kitende, kifanye, ili ndoa yako iwe na ubora. Yale niliyomwasa Phineas, yale niliyosema kama mapungufu na madhaifu kwenye ndoa, wewe yarekebishe kama ulikuwa nayo, kimya, alafu utaanza kufurahia ndoa. Yesu apewe sifa. Amen. Kila mmoja weka mikono juu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee ya kuyasema maneno yako kuhusu ndoa. Bwana Yesu, nimesema kwa sehemu ndogo kwa sababu ya hekima kiasi ulionipa katika neno lako. Asante kwa sababu neno hili halitaanguka chini. Litawaandaa wanaotaka kuoa na kuolewa baadaye. Limewasaidia wahusika waliotukusanya hapa kwa ajili ya ndoa. Na kubwa zaidi, limewajenga walioko ndani ya ndoa tayari, ili wawe waume bora, wawe wake bora, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakushukuru kwa sababu neno lako alianguki chini bure. Linazaa 100, 60 na 30. Baba wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Sasa juu ya neno hili tunakwenda kujenga ndoa hii. Pasipo neno akifanyika chochote. Nimeshaweka msingi wa neno, na ruhusu na nguvu zako pia Bwana zije juu ya neno hili, ili Bwana ndoa hii itakapojengwa juu ya msingi wa neno hili isianguke, isiumbishwe. Pepo ukija, mafuriko yakaja, maji yakaja, mvua zikaja, zitakapogonga kwenye ukuta wa ndoa yao, hazitaingia ndani katika jina la Yesu, wala hazitaisomba ndoa yao. Haitakuwa ndoa mojawapo kati ya ndoa za siku za mwisho zinazovunjika. Haitakuwa ndoa mojawapo kati ya ndoa za machozi, na hakutakuwa na rahana ya upande wa binti au upande wa kijana ya kuvunjika kwa ndoa au kuachana itakayoweza kufanya kazi kwa jina la Yesu. Watakuwa pamoja, watakuwa na watoto, watakuwa na wajukuu, wataishi kuyasimulia mema ya Mungu katika uzee. Hata watakapokuwa na mvi, watashuhudia kwamba Bwana ni mwema. Bwana, asante kwa neno hili. Watu wa Mungu, mbali ya nasaa za maneno,
mbali ya hekima za maneno. Ndoa haiwezi kuendeshwa na maneno peke yake na maandishi peke yake. Inahitaji upako. Inahitaji nini? Upako. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninaziruhusu nguvu za Mungu nyingi juu yenu. Upako wa Roho Mtakatifu uje juu yenu sasa, wa kuwawezesha kudumu nyakati za raha, nyakati za changamoto, nyakati zote hadi Yesu ajapo. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu ninaachilia upako maalum utakaowezesha kustawi, kuendelea, kupiga hatua, kuwa na uzao wa watoto wa kiroho na wa kimwili, kuwa na matokeo kwenye huduma mlizobeba, kwenye biashara, kwenye kazi. Roho Mtakatifu njoo juu yao kwa nguvu. Hakuna ustaarabu kwenye uwepo wa Mungu. Roho Mtakatifu, naruhusu nguvu zako nyingi juu yao. Naruhusu mafuta mabichi juu yao. Huduma zitashamiri zaidi. Kibali kitakuwa kikubwa zaidi. Watasikika ambako hawajawahi kusikika. Nyimbo za rispa zitakwenda mbali. Vipawa na karama zilizoko ndani ya huyu mtu zitafanya kazi. Wagonjwa wataponywa, waliofungwa watafunguliwa, walioonewa wataachiwa. Kuzimu itapoteza mateka wengi. Wataingia mbinguni na maelfu ya watu walioleta kwa Yesu. Kupitia hawa utainuka jeshi. Watainuka watu waliombeba Mungu. Watageuza maisha ya vijana, wanaume kwa wanawake. Kupitia muunganiko, shetani atapata taabu. Shetani atapata shida. Hakuna nguvu itakayowazuia. Hakuna nguvu itakayozuia walichobeba. Bwana, wapeleke mbali. Wapeleke mbali. Wapeleke mbali. Wapeleke mbali. Kila mipaka na vizuizi na vivunja. Kuza wazazi, ndugu. Hekima ya kulea watu. Hekima ya kufanya mama kubwa. Maendeleo. Karamoshaka yaba. Reke kayaba. Kichokuwa kinawakataa kila mmoja alipokuwa peke yake. Akiruhusu kuwakataa. Wakati baraka zije. Mafanikio yaje. Maendeleo yaje. Katika jina la Yesu aliye hai. Bwana pokea sifa. Yesu pokea utukufu. Asante Bwana. Asante Yesu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sasa. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu.